Jamani, amina. Sasa nataka tuangalie maisha ya Mkristo ya namna gani. Maisha ya Mkristo ni maisha yaliyojawa na tabia za Kristo, tabia za Kristo mwenyewe. Zamani, kabla hatujapokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tuliishi katika mienendo na tabia za kidunia na tabia za kila namna. Jamani, amina. Sasa tabia ni nini? Tabia ni mwenendo wa maisha ya mtu, anavyoweza kuishi, anavyoenenda, hudhihirisha tabia yake. Paulo anaeleza hapa katika Waefeso, anasema ambao zamani sisi zote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira, tukawa kwa tabia. Kwa hiyo kumbe kuna tabia ambayo mtu huwa nayo, na tabia mtu huipata kutokana na mazingira anayoishi. Mtu anaweza kuwa na tabia fulani kutokana na mazingira anayoishi, lakini tabia ya mtu anaweza kaipata kutokana na marafiki waliomzunguka, akawa na tabia ya aina fulani ambayo awali hakuwa nayo. Lakini tabia mtu anaweza akajifunza mwenendo fulani, akajifunza tabia fulani, matokeo yake akaishi katika tabia hiyo. Amani, Bwana asaidie sana. Sasa Biblia inatueleza, anasema nanyi mlikuwa wafu hapo zamani kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu na kufuata roho wa anga. Kwa hiyo tulienenda katika tabia mbaya za kuabudu vitu visivyofaa. Paulo anazungumza na Waefeso, walikuwa na tabia ya kuabudu miungu, walikuwa na kuabudu Mungu Diana, walikuwa wanafanya ibada za mbaya za kipagani, wanaabudu, wanafanya mpaka na zinaa katika hekalu la Diana. Sasa Paulo anafundisha, anasema tulienenda katika tabia hiyo, na tabia hiyo ilisababisha mtu akawa mfu. Jamani, amina. Mtu akahesabiwa kuwa mfu kwa sababu walienenda katika tabia mbaya za ibada za kipepo. Kisoma habari za historia ya mji wa Efeso, huko ndiko walikokamatwa wakina Paulo na Sila wakati wanahubiri juu ya Kristo Yesu. Watu wakaacha biashara zao za kuuza miungu, wengi wakaanza kumwamini Yesu. Waliokuwa wanafanya biashara za kuuza miungu ndio wakaongoza ghasia kubwa ya kina Paulo wakamatwa na kupigwa. Kwa hiyo ulikuwa mji ambao ulitawaliwa na ibada za kipagani, ibada za kipepo. Sasa hapa anasema baada ya kuwa wameokoka, wamemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, anasema sasa, zamani walienenda katika hayo, katika tabia hizo, wakawa watoto wa hasira kama jinsi maandiko yanavyonena. Ule mstari wa 3 ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa ya miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Watoto wa hasira. Jamani, amina. Sasa nataka tuangalie maisha ya Mkristo ya namna gani. Maisha ya Mkristo ni maisha yaliyojawa na tabia za Kristo, tabia za Kristo mwenyewe. Zamani, kabla hatujapokea Yesu kama Bwana na
tabia za kila namna. Jamani, amina. Sasa tabia ni nini? Tabia ni mwenendo wa maisha ya mtu, anavyoweza kuishi, anavyoenenda, hudhihirisha tabia yake. Paulo anaeleza hapa katika Waefeso, anasema ambao zamani sisi zote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira. Tukawa kwa tabia. Kwa hiyo kumbe kuna tabia ambayo mtu huwa nayo, na tabia mtu huipata kutokana na mazingira anayoishi. Mtu anaweza kuwa na tabia fulani kutokana na mazingira anayoishi, lakini tabia ya mtu anaweza kaipata kutokana na marafiki waliomzunguka, akawa na tabia ya aina fulani ambayo awali hakuwa nayo. Lakini tabia mtu anaweza akajifunza mwenendo fulani, akajifunza tabia fulani, matokeo yake akaishi katika tabia hiyo. Amani, Bwana asaidie sana. Sasa Biblia inatueleza, anasema nanyi mlikuwa wafu hapo zamani kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu na kumfuata roho wa anga. Kwa hiyo tulienenda katika tabia mbaya za kuabudu vitu visivyofaa. Paulo anazungumza na Waefeso, walikuwa na tabia ya kuabudu miungu, walikuwa na kuabudu Mungu Diana, walikuwa wanafanya ibada za mbaya za kipagani, wanaabudu, wanafanya mpaka na zinaa katika hekalu la Diana. Sasa Paulo anafundisha, anasema tulienenda katika tabia hiyo, na tabia hiyo ilisababisha mtu akawa mfu. Jamani, amina. Mtu akahesabiwa kuwa mfu kwa sababu walienenda katika tabia mbaya za ibada za kipepo. Kisoma habari za historia ya mji wa Efeso, huko ndiko walikokamatwa wakina Paulo na Sila wakati wanahubiri juu ya Kristo Yesu. Watu wakaacha biashara zao za kuuza miungu, wengi wakaanza kumwamini Yesu. Waliokuwa wanafanya biashara za kuuza miungu ndio wakaongoza ghasia kubwa ya kina Paulo wakamatwa na kupigwa. Kwa hiyo ulikuwa mji ambao ulitawaliwa na ibada za kipagani, ibada za kipepo. Hapa anasema baada ya kuwa wameokoka, wamemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, anasema sasa, zamani walienenda katika hayo, katika tabia hizo, wakawa watoto wa Sila kama jinsi maandiko yanavyonena. Ule mstari wa 3 ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa ya miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Watoto wa hasira